laiti Mungu amekufunulia macho uone wema wake mkuu sana. Bwana Yesu asifiwe. Somo ambalo Mungu ametupa na leo nasema kufunuliwa macho ya roho ili kuyaona, ili kuona nguvu na mamlaka iliyo ndani ya Mungu. Kufunuliwa macho ya roho ili kuona au kufahamu mamlaka iliyo ndani ya neno la Mungu. Kufunuliwa macho ya roho inamaanisha kupata ufunuo wa ndani, spiritual illumination, kupata ufahamu wa kiroho wa ndani, sio akili ya kawaida. Kupata ufahamu wa ndani ambao unaletwa kwa kuwa na ushirika na Roho Mtakatifu pale unapompa nafasi akumiliki na kutawala kwa maana ya kuongoza maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Haya sio maarifa ya akili ya kibinadamu, ni maarifa yanayotolewa na Roho Mtakatifu mwenyewe, na ili kazi mojawapo ya Roho Mtakatifu kukupa ufunuo wa kweli kwa habari ya Mungu au kumhusu Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kitabu cha Waefeso ile sura yake ya kwanza, Waefeso sura ya kwanza mstari ule wa 17 mpaka wa 18. Waefeso. Biblia inasema Mungu wa Bwana wetu Yesu Kristo, ndio Baba wa utukufu, ndio awape ninyi roho ya hekima na ya ufunuo katika kumjua yeye, katika kumjua yeye, roho ya ufunuo katika kumjua yeye. Ndio macho ya mioyo yenu yatiwe nuru, macho ya mioyo yenu yatiwe nuru, mjue tumaini la mwito wake jinsi ilivyo, na utajiri wa utukufu wa urithi wake katika watakatifu jinsi ulivyo. Bwana Yesu asifiwe. Haya ni maneno ya Paulo, anawaombea macho yatiwe nuru ili waweze kuona kile ambacho Mungu anataka wakione. Paulo alikuwa aombi awaombea Efeso ili kwamba watu waokolewe. Alikuwa anawaombea Waefeso kwamba Mungu awape kuona, awape ufunuo kwa kile ambacho wamekiamini, kwa sababu Efeso, mji wa Efeso ulikuwa ni kitovu cha ibada ya sanamu, ya kumwabudu sanamu, na alikuwa anamwabudu mungu mke anaitwa Artemi. Kwa hiyo baada ya kuokoka, Paulo anaona ya kwamba hawakibaki hivi hawataweza kuona kile ambacho wamepitiwa. Ndio maana anazungumza, anasema Mungu wa Bwana wetu Yesu Kristo, Baba wa utukufu, awape ninyi roho ya hekima na ufunuo katika kumjua yeye. Maana walikuwa wameokoka kutoka na ushirikina, ibada za sanamu. Ili waweze kumjua Mungu wa kweli na aliye hai, ni lazima wafunuliwe macho ya roho wapate kumjua Kristo. Nilikwambia Jumatano na Ijumaa kwamba injili yoyote ambayo Roho Mtakatifu anaileta kwako
isiyokupelekea kumjua Kristo. Hiyo sio Injili. Ndio maana leo utakuta watu wengi wanafundisha, wanahubiri vitu ambavyo wanufaisha wanadamu, kuwategemeza watu wao, lakini sio kumjua Kristo. Ndio maana ukasikia njoo ukutane na nabii fulani, njoo ukutane na mguu wa tembo, njoo ukutane na nabii ambaye anatabiri anakuonesha kwa pale siku na njoo ukutane na wanadamu, sio Mungu. Tunapokuja hapa kanisani, hatuwezi kukutana na baba yetu John Musa Malenga, hatuwezi kukutana hapa na Samsoni Sungwana. Tunakuja kukutana na Mungu aliye hai, ambaye yeye anasema kupitia vinywa vya watumishi wake. Halo, Bwana Yesu asifiwe. Tikisa mtako, mwambie huko au nawaza chapati na maharage nyumbani. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Macho ya mioyo, ufahamu wa kiroho uweza kuona kile ambacho Mungu ametuahidi na kumjua tuliyemwamini. Ndio maana ukisoma Biblia, wanafunzi wa Yesu walikaa na Yesu miaka 3.5 sawa, lakini alipoambia tuvuke mpaka ng'ambo, dhoruba ilipotokea, walianza kutangatanga. Maana yake Bwana Yesu ndani ya chombo, lakini hawakumjua mpaka ambapo Yohana anasema hapana, huyu jamaa tulina ni kama ufunuo aliopata, ndiye vyote viliumbwa kwa yeye, kwa nini tusimwamshe? Anauawa na anashwa, anaukemea upepo, alafu anatuliza dhoruba. Maana Yesu aliona chanzo cha ule dhoruba kuja ni upepo. Kwa Mungu alienda kwenye chanzo, akakemea upepo, na kwenye ule upepo kulikuwa kuna roho ambayo inatenda kazi ili kuleta umiza masuke mpaka ng'ambo. Bwana asifiwe. Mwambie Roho Mtakatifu akupe macho uweze kuona. Haleluya, haleluya, haleluya. Na kusaidia kidogo, maana kuna mahali tunaenda, tutaomba. Ukijisikia umechoka, inuka kwa utaratibu, kawai makande na chapati, lazima tuombe. Tunaenda sawa sawa. Maana tumefika mahali tunamiliki sana Roho Mtakatifu, na ndio maana tunapita mahali pale. Leo ni Sabato ya Yesu. Kwa muda huu wote wa Yesu, kwa kutoka saa 12 sema hamna. Yesu atusaidie sana. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo ili neno la Mungu upate uelewa na ukalieshimu na kulitii, lazima upate mafunuo. Ndio maana Luka 24:48, nisome hapo. Luka 24:45. Kuna kitu Yesu alikifanya. 24:45, Luka mtakatifu inasema ndio, ndipo akawafunulia akili zao wapate kuelewa na maandiko. Sikiliza, akili haiko kwenye ubongo. Ubongo ni kiungo kiko kwenye mwili. Akili anayezungumza hapa iko kwenye roho. Roho yako ina ufahamu, maana ina akili. Wanapozungumzia afunue akili zako na kwenda kwenye roho, afunue akili yako upate ufahamu. Maana Mungu anaposema afya na mwili, anasema na roho. Bwana asifiwe. Amen. Haleluya. Kwa hiyo ili upate uelewa, ni lazima upate matokeo kwenye neno. Lazima upate mafunuo.
18. Twende chapchap kwa natibu. Watu wanataka wao. Tusome. Twende. Unifungue macho yangu niyatazame maajabu kutokayo katika sheria yako. Anaposema unifungue macho nipate kutazama maajabu yaliyo katika sheria yako. Tafsiri yake, neno la Mungu limebeba maajabu. Mtunga Zaburi sio kama alikuwa ni kusoma. Mtunga Zaburi sio kama alikuwa ni neno la Mungu. Mtunga Zaburi alijua neno la kuishika neno la Bwana, lakini kuna kitu akaviona, akasema ni lazima nifungue macho siweze kuona, maana ndani ya neno la Mungu kuna maajabu. Nayo maajabu hayaonekani kwa macho ya damu na nyama, yanaonekana Roho Mtakatifu anapofunua macho yako ya ndani. Sababu ndani ya neno la Mungu kuna nguvu. Sio ndio? Unaelewa kitu? Ndani ya neno la Mungu kuna nguvu. Kulingana na ndani ya sura ya mstari wa 12. Ndani ya neno la Mungu kuna uhai. Ndani ya neno la Mungu limebeba mafuta. Kwa hiyo ili uweze kuona, ni lazima ufunuliwe macho ya kiroho uweze kuona, kwa sababu neno la Mungu aliyeliandika sio wanadamu. Wanadamu walivuviwa na Roho Mtakatifu mwenyewe, ndio maana anayelifahamu neno ni Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Lazima ufunuliwe macho. Ndio maana nikasema kuna watu wanaijua Biblia, kuna watu wameishika Biblia, kuna watu wameimeza Biblia kibarabara, wameishika mistari sawa sawa, lakini hawaioni Biblia. Macho haya yanaona vitu vya asili. Nenda sawa sawa. Macho haya yanaona maandiko, macho haya yanaona mistari, lakini yule wa rohoni anaona ufunuo wa mafunuo. Tafsiri ya mafunuo ni nini? Mafunuo ni Mungu kusema na wewe. Unapoiacha neno likabaki kwa hivyo bila kuona mafunuo ndani yake, lazima inabaki andiko na litakuwa. Unamhitaji Roho Mtakatifu, na ndio kitu cha samani sana. Bwana Yesu asifiwe. Silaha kubwa ambayo Mungu anatumia kuleta miujiza ni neno. Ndio maana Zaburi 107 mstari 20 nasema nalituma nini? Neno lake. Kwa nini? Sababu ndani ya neno la Mungu kuna uhai. Nisomee Waebrania sura ya 4 mstari wa 12. Mbona ninasikia moto tu wa kuomba tu? Tusaidie Roho Mtakatifu. Tusome. Biblia inasema maana neno la Mungu ni hai. Bwana anazungumza ni kweli. Tena lina nguvu. Lina nguvu. Tena lina ukali kuliko upanga uwao wote ukatao kuwili. Tena lachoma hata kuzigawanya nafsi na roho na viungo na mafuta yaliyomo ndani yake. Tena li jepesi kuyatambua mawazo na makusudi ya moyo. Bwana Yesu asifiwe. Neno ni hai. Na ndio maana tangu zamani, vizazi hata vizazi, mpaka leo, mpaka siku hiyo Yesu alikuwa akishuka, neno bado litabaki kuwa hai. Halina expire. Unaenda sawa sawa? Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mungu anachotaka kwetu sisi, kuna kitu kimefichwa ndani. Ndio maana unapoisoma Biblia kwa mara ya kwanza, mara ya pili, atakwambia mstari kama la 12 mstari mmoja tu, lazima utapata ufunuo. Na ndio maana wakati mwingine hata unapoingia kwenye maombi, Roho Mtakatifu anakuletea mstari, maana anasema na wewe kupitia huo mstari. Lakini kwa sababu gani ajue mewahi? Ndio maana Zaburi ya 115 mstari wa 5 anasema wana macho lakini hawaoni. Neno la Mungu limejaa ahadi nyingi. Rafiki yangu mmoja alipokuwa anaoa, baba yake ni mchungaji na ana uwezo sana. Siku ya harusi
kutoa zawadi ukumbini, wakampa Biblia, wakama mwanangu nishike hii, humu kuna magari, humu kuna kila kitu. Katika miezi mitatu mimi na dada zote mimi Biblia ni baba. Kana kuna magari humu, sio ni magari wala sio ni chochote. Nikamwambia hapana. Hizi ni ahadi za Mungu kwetu na zipo na nikwenda niamini. Mungu kila alichoahidi kwenye neno lake atatimiza. Kwa shiki kama Mungu liishi, tafuta kuona nini Mungu anasema. Je, unaposoma kwa Mungu unaona uponyaji? Unaona baraka? Unaona kufanikiwa? Au unaona nini? Ni rahisi sana kutembea na taarifa. Ama unatoka na jambo mbalimbali, utatembea na taarifa ya kweli. Lakini neno la Mungu linasema nini kwa habari ya taarifa? Unaamini taarifa gani? Tunakumbuka Perez pale kwenye kitabu cha Hesabu sura ya 13 kwa 13, sura zote ukisoma hizo, walipotumwa wale wakapeleleza nchi, warudi na taarifa gani? Kumbe ile taarifa na kukatisha tamaa. Hasa tumepeleleza, unaona fili kule vijitu kirefu sina neno, alafu akasema neno Mungu sasa ile nchi inawala watu wao, yaani nchi inakuwa watu wao. Sasa swali, kama wanakula watu wao, ni mbona mkuliwa? Lakini wapelelezi wawili ambao walilishika neno wakaona ndani ya neno wa Mungu wamesema nimewapa nchi. Haijalishi kama ni Mungu wamefili, haijalishi kuna kitu gani nimewapa. Kwa hiyo neno linatangulia na ndio wanakwenda kuthibitisha neno la Bwana. Mungu akisema nitakupa kumiliki, haina maana utatembea tu hivi au pinzani utatokea, lakini kushinda kila siku. Bwana asifiwe. Lazima tufike mahali tulione neno la Mungu ni Mungu anasema na roho. Anachosema ni kweli. Nikamwambia rafiki yangu, tutaendelea kuomba Mungu na kuliamini neno. Naamini ipo siku. Niko pale na ubiri Kimara kwa mchungaji Mbele, akanipigia simu akaniambia uko wapi? Nikamwambia niko Dar es Salaam. Akaniambia sasa nikamwambia niko Kimara. Akaniambia napita kwa sababu anaenda Mbezi. Nikamweleza wote ndio kwa nimekaa. Kwa akaja akafika nje akasimama. Nikatoka nje. Nikamuuliza sana, kuna gani? Akaniambia wewe. Nikamwambia nilipata wapi? Akasema, akacheka sana. Bosi uliniambia anapitia kwenye gari. Hii hapa. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Na kwa maana kama utaweza kuona, unajua kile anachowahi ukishaokoka cha kwanza, anachopenda kuziba macho ya kiroho. Ndio maana tunawabidisha sana watu kwenye darasa la waongofu wako kuwafundisha neno. Maana roho akijazo atamfunulia macho ya roho, anapenda kujitambua yeye ni nani. Tunaenda sasa na kama ni Yesu pamoja na Kristo Yesu. Kwa hiyo roho sitaenda kwa nasindane macho ya kiroho sio kuona. Asubuhi Roho Mtakatifu anapokuja anafungua tena macho, anaanza kukuonesha baraka na ahadi za Mungu ambazo amekuelekeza. Bwana asifiwe. Siku moja nilikwenda kwa mzee Mkama, nikamwambia baba wewe kuja kusaidia. Lakini baba mambo hayaendi. Ananiambia sasa kuja kufanya kama kuja kuongea na wewe. Nimeshika bahasha yangu. Nikapiga magoti. Akiwa amekaa chini, nikamshika mikono na nipeleka bahasha. Miguuni kutoka sadaka yake. Akaniambia huwa anapenda utani. Akaniambia umekuja kununua mambo. Nikamwambia hapana. Ninataka neno litamkie. Neno ambalo nitatembea nalo katika maisha yangu ya utumishi na maisha yangu ya kiroho. Akaniombea.
bei, akaniambia Yeremia 1. Na ndio andiko Mungu alinipa tano, na ataniambia utasimamia mstari wa kubomoa, kuharibu na kuvunja. Sasa utaelewa, wanasema Mungu aliponitoa mimi, kama nilikuwa ninavunja kufuliza watu wa mikono, kwa Mungu akanianishia kiroho. Sasa tunavunja kiroho. Bwana Yesu asifiwe. Uonena lazima Mungu anapokupa wito akupe neno na uone na kutembea nao kama chakula cha kukutia wewe. Ndio maana wote walioitwa Mungu aliwapa neno, na unaposoma neno unajiona kama nafasi yako ni kwani ya kumwona Roho hajapewa nafasi na hajapewa heshima yake stahili. Niwaambie mwanadamu tunamsema tu kidogo. Ningeweza kuendelea baada ya Roho Mtakatifu, lakini ananiambia zungumza hiki kitu. Mnamsema kidogo lakini heshima hapo. Na ndio maana inasema ukikubali na kutii, wale Mungu anazungumza utii. Ili uone mema na baraka za Bwana, tii Bwana. Neno linasema nini? Nina utale ya kukata upanga wakatao kuikuna kipindi nitakushoma na kukata kubaliana nalo. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Haleluya. Ndio maana wanawaambia watu, unaposoma neno la Mungu unasikia sauti Mungu anasema na wewe. Na kuna wakati Mungu anakuambia mimi niko hai na neno langu liko hai, wala usitie shaka. Ndio maana nimwambia mama mmoja, nikamwambia hivi, pamoja na kwamba madaktari wamesema una sikoseli, hiyo sikoseli ni ugonjwa wa kulizi sawa, na hiyo fibroid kwamba utazaa, wamesema wao. Twende tukaangalie kwenye mamlaka ya mwisho inasema nini kwa habari ya neno la Mungu. Anasema mimi nitawaletea afya na kuponya na nitakufungulia wengi wa amani. Yeremia 7:6. Akaniambia hivi, sasa ngoja nikwambie, imani yake inasema hivi, Yesu alikufa. Kwa hiyo huyo ambaye alipaishwa huyu ni Elia, kwa sio Yesu. Nikamwambia okay, mimi nakwambia hivi, Yesu ninayemwamini, ninayemtangaza yuko hai na kukuthibitishia hivyo. Hata ukienda Yerusalemu utaambiwa yuko hai. Akasema wewe kijana, sikiliza, baba yako namjua, hata mama yako namjua, wewe unaniambia habari ambazo mbona sizielewi? Nikamwambia sikiliza, huwezi kuelewa mambo ya roho mpaka Roho Mtakatifu ndani yako. Nikamwambia umejaa Roho? Akasema sifahamu. Nikamwambia ngoja nikwambie, Yesu yuko hai, hayupo kaburini. Watu wengi wako makaburini. Nikaanza kumwambia sikiliza, kuna marais na wafalme wako makaburini, kuna marais na wafalme wanaoza makaburini. Nikamwambia milele yuko wapi? Akasema yuko kaburini. Mandela yuko wapi? Yuko kaburini. Yuko wapi? Akasema yuko kaburini. Nikamwambia twende.
ninakuja, 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 ninakuja. Yesu, Roho Mtakatifu, piga mshindo, piga mshindo, piga mshindo, piga mshindo kwa jina la Yesu. Makosa yule mama akaniambia nielewe, akapiga magoti, tukaomba. Tulipoomba nguvu za Mungu zikaondoka. Anasema wakati unaniombea niliona kikao kimekaliwa ofisini, alafu yule ambaye anatuhudumia kwa chai ya vitu na wanaume 4 na wadada 3, kasema ninawajua kabisa Samson, inaweza kuwataja majina yao. Kaniambia nikaona wanampa pesa, wanampa pesa, sikujua idadi yake, lakini ilikuwa ni kibungutu anapewa, alafu akapewa kitu kama unga kwenye kipapi, akaambiwa utamwekea kwenye chai yake. Nikamwambia Mungu, ikibidi akasema nimeandaliwa roho ya mauti. Akaniambia Samson, nilifika juu kitazini, nikaanza kuomba. Roho akaniambia usimchukie huyo mfanyakazi, wala usichukie wafanyakazi wenzako, hautazulika. Utakula kitu cha kufisha, lakini hautakufa. Kuna watu wametegea. Ndio ninakumbuka Roho